Nilishasema kanisa lifunguliwe. Najua wale pale kanisani wanakuwa wanasema sasa kanisa limefunguliwa, sasa baba yetu yuko wapi? Kwa kuwa baba yao hajawahi kukamatwa na polisi. Na polisi walitoa tamko wanamtafuta. Inawezekana aliko akaogopa kutoka kwa kudhania polisi wanamtafuta. Naelekeza Mheshimiwa Rais alisamehe vijana ambao walionekana wamepita kwenye mkumbo bila kujua kinachofanyika. Akaelekeza kutoa msamaha kwenye taasisi za kidini. Msamaha uliotolewa, nitamke leo, IGP pamoja na jeshi la polisi, ile mliokuwa sema mnamtafuta Askofu Gwajima, iacheni, mwacheni aendelee na ibada zake. Mwacheni ajitokeze, tujenge umoja wa kitaifa. Tushikamane kurudisha umoja wa kitaifa. Tumeongea na wenzetu wa TEC. Tulikutana kidugu, kirafiki, tukaongea. Tumekutana na wengine na wao wanaendelea. Tumekubaliana. Na hapa nitumie jukwaa hili kuwaomba viongozi wote wa dini, viongozi wote wa dini mbalimbali, viongozi wote wa mila, viongozi wote wa makundi mbalimbali. Twendeni sote kwenye jambo hili. Sote, wala tusifanye kwa uficho. Tujitokeze, tuhamasishe Tanzania yenye amani. Tusirudishe tena Tanzania kwenye historia ambayo haijawahi kuiona. Twendeni sote tujitokeze. Huu ndio wito wa kiongozi wetu mkuu wa nchi. Twendeni sote wa Tanzania, tuongee kama wa Tanzania. Turudishe umoja wa kitaifa. Sote twendeni tuambizane kwenye ibada. Tukienda njia hii tuliyotaka kuifuata, hakuna atakayeshinda. Tutapoteza taifa, hakutakuwepo na mshindi. Hili si jambo la kuonesha ubingwa kwenye kubomoa taifa letu. Natoa rai kwa viongozi wote, viongozi wa dini wote, kila mtu wa imani yake. Tena tukimtanguliza Mungu mbele. Tutoe wito wa amani katika taifa letu. Hakuna vurugu zilizowahi kutokea na zikakosa madhara. Vurugu zozote duniani kote zikitokea, zina gharama ya kupoteza maisha ya watu. Zina gharama ya kupoteza maisha ya watu. Zina gharama ya kumwaga damu. Zina gharama vurugu popote duniani. Popote duniani pakitokea vurugu, pana gharama ya chuki, makovu yasiyopona, makovu yasiyosameka. Tusifikishwe huko.